kwenye hizi applications ambazo tunatumia kwenye simu zetu, ukiwa unaanza kutumia pale mwanzoni, umesha install au umeshaipakua, kuna maswali huwa inakuuliza uruhusu. Sawa, application inakuuliza unaruhusu itumie mic ya simu yako. Inakupa option 3 kwamba itumie ukiwa unaitumia hiyo application, itumie wakati wote, au hauiruhusu. Baadaye ukishakubali au kataa au kutegemea na utakavyochagua, itaenda tena kwenye location kulingana na application inafanya nini. Itaenda pia kwenye kamera na vitu vingine. Sasa hivi vitu hakikisha wakati unakubali unajua unakubali nini. Sawa, kwa sababu ulimwengu wetu wa teknolojia una vitu vingi sana. Jua unachokikubali. Kama ni application ambayo wewe unaihitaji kwa muda mfupi tu, tuseme ni application ya usafirishaji au kurequest usafiri na vitu vingine, muda ambao unaitumia ndio unairuhusu access location yako au eneo ulipo, iruhusu kwa option hiyo hiyo, yani iruhusu kwa chaguo hilo kwamba tumia location yangu kipindi ambacho mimi nataka kutumia hii app. Sawa. Au ni application ambayo unatumia kwenye mawasiliano, yenyewe sasa inakuuliza unaruhusu kutumia microphone ya simu. Sawa. Iruhusu microphone ya simu itumike kwa wakati ambao hiyo app itakuwa inatumika na wewe. Unataka kutumia kamera, nayo ni hivyo hivyo. Lakini sasa ikitokea, sawa, kwa sababu ambazo wewe mwenyewe unakuwa nazo, ukaamua uiruhusu itumie mic, itumie kamera, itumie location yako wakati wote, sisemi kwamba moja kwa moja ni kitu kibaya, hapana. Ila jua tu kwenye yale matumizi yako, au wewe unapokuwa na kile kifaa, mic yako inaweza kutumika na hiyo application uliyoruhusu muda wote. Kamera yako inaweza kutumika na hiyo application uliyoruhusu muda wote. Sawa. Location yako pia wanaweza wakaiona au wakaijua muda wowote. Sisemi kwamba ina ubaya au haina ubaya, lakini wewe tu jua kwamba unaruhusu kitu kwa malengo gani au kwa maana gani, na kitu hicho kitakuwa na impact gani katika matumizi yako ya kila siku ya hizi application.